Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Bwana endelea kuwa pamoja nasi. Thank God God is with us. Mkikaa chini, While everybody is sitting down, mnaweza kuikaa chini. Tunataka kusoma kitabu cha Zaburi. we're going to read in the book of Psalms. Zaburi 113. Psalms 113. Haleluya, enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Lisifuni jina la Bwana. Pili, jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Amen. Amen. Zaburi hii inatuambia hivyo. The Psalms say, telling us, Kwa sababu hatujui siku because we don't know the day na mwaka or the year na dakika or the time Yesu atakuja kuchukua wa kwake. that when Jesus would come and take. Ndio maana tunapendelea kuwa pamoja naye tukimsifu kila mara. That's why we have to be with him, praising him every time. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Wenye kusikia neno hilo, For those who are listening to this word, Mungu awabariki. God bless you. Haleluya. Amen. Tunaendelea tena. We continue. Ni saa ya kusikia nyimbo za sifa na maabudu. It's time for praise and worship. Kwa wenye walitayarisha, For the one who's mwenye prepared, kutayarisha nyimbo hizi za sifa na maabudu, whoever who's ready to lead us in praise and worship, tunakaribisha we welcome them aje hapa. to come here. Karibu sana. We welcome you Anze kutupatia nyimbo hizo. to lead us in praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusimame. Tutakwenda kuimba katika kitabu cha wokovu namba ya 158. Tafadhali naomba tusimame, ni wakati wa kusifu. Twende kumsifu Mungu. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Usifiwe. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi uzuri kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, wananita kuona. Usifiwe, usifiwe Yesu Mwokozi uzuri kabisa. Usifiwe
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuimba chorus. Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini? Bwana wangu, nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini kwa ulinzi wako? Nitakupa nini? Bwana Yesu, nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini kwa rehema zako? Nitakupa nini? Bwana Yesu, nitakupa nini? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen. Amen. Kama unapenda
Yesu, sema ni Bwana. Ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye Mungu wa mwamba. milele wa mapendo, Mungu wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Wa milele, wa milele, wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Wa milele, wa milele, wa milele. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Wa milele, wa milele, nimshindie. Mungu wa milele wa mapendo, Mungu wa milele. Anaweza, Anaweza, Mungu wa milele. anatosha. Anatosha, Mungu wa milele. Anaweza, Anaweza, Mungu wa milele. Tumchezee Mungu wa milele. anaweza. Anaweza, Mungu wa milele. Simba wa Yuda anaunguruma, Simba wa Yuda anaunguruma, Simba Baba Yuda ananguruma, Simba wa Yuda ananguruma, Simba. anaunguruma, Simba wa Yuda anaunguruma, Simba Simba wa Yuda ananguruma, Simba wa Yuda ananguruma, Simba. anaunguruma, Simba wa Yuda anaunguruma, Simba Simba wa Yuda ananguruma, Simba wa Yuda ananguruma, Simba. Tunakwenda kuingia kwenye kipindi cha kuabudu. Jaribu kufungua moyo wako ili usitoke kama ulivyoingia. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wauone, walisifu jina lako Baba.
nasi. Kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Naomba kanisa tupige makofi na vigelegele kwa jina la Yesu. Makofi tena na vigelegele kwa vipindi vyote vilivyopita. Asante sana. Thank you so much. Tunaendelea na vipindi vyetu. We continue with our program. Tunafika kipindi cha kukaribisha wageni. It's time to welcome our visitors. Tunamkaribisha kiongozi wetu. We welcome our leader. Aje akaribisha wageni. For him to welcome the visitors. Habari za kanisa. Makofi na Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Ni muda mzuri, tutakwenda kwa haraka. It's a good time, we're going to go fast. Tunakwenda kukaribisha wageni. We welcome our visitors. Kama kuna mgeni ni mara yake ya kwanza, tafadhali asimame. If we have any visitors, it's your first time, please stand. Mtumishi wa Mungu kwa heshima yako. Kama kuna mwingine tofauti na papa alikuwa amesimama. If we have a different visitor apart from our dad. Okay. Nitakaribisha, tuna mtumishi wa Mungu. I'm going to welcome, we have a pastor here. Na ataweza kukusalimia. So that he can greet us. Wiki iliyopita tulikuwa na mama. Last time we had the wife. Leo amekuja. And today he came. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio. Kweli nimepata muda mzuri na nimefurahi sana, lakini ninaposikia mgeni hilo lakini Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli mimi ni mgeni katika Colorado, lakini katika nyumba hii mimi si mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana sote tu watoto wa baba mmoja. Amen. Ndio. Kwa hiyo majina yangu mimi naitwa Lukuwe Mulenda wa kwanza, na mimi ni Mkristo kama Wakristo wengine. Nimebatizwa kwa maji mengi, nampenda Yesu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio kipindi ambacho nimeaga kanisa nimeleta salamu, nimesema niwasalimie kanisa la Colorado. Amen. Amen. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea, nashukuru sana. Na naweza nikaongeza kidogo tafadhali. Mimi nilipofika hapa Colorado, nilikuwa nadhania kama nimekuja kabisa nimepotea, lakini nilipofika Colorado nikasahau kabisa, nimeona sijui niseme nini. Hii ni kweli. Sina la kuongea kabisa. Maana nilivyoona na jinsi wazee walivyotufunza na jinsi nilivyofika hapa tukasikia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Lupande. Nikaona basi nikajisikia ngoja huyu ni Lupande wa aina gani? Maana yake mzee Lupande tumesema mzee Lupande ndo ametukuza kabisa. Ametulea tukawa watu wazima, na nikasikia Lupande kuona kama ni mtoto wake, nikasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukweli mimi siwezi kusema mengi na sina kitu cha kualipa, lakini najua tutalipwa tusipozimia roho. Amen. Maana mengi ambayo mmekisha kutendea kweli, na si kutumaini, lakini najua Mungu ni wa ajabu. Tuna mtoto wetu ambaye anakaa huko Kenya, alikuja akasema, baba nimetumwa, najua mna safari yenu imefunguka, mtaenda huko. Na huko najua mtakuta wa ndugu watakuwa, na nilipofika kweli nikaona maajabu ya Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo naomba sinachoagiza kanisa la Mungu, naomba jinsi mwenevyo tukaribisha, muzidi sana kutulea. Amen. Hatuna kitu cha kualipa, lakini naamini Mungu atalipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kuna watu ambao Mungu huwatunza kwa makusudi yake. There are people God keep them for his purpose. Ni kwamba Mungu anaweza kukuweka pembeni God can put you aside ya mtu ambaye ametembea na Mungu kwa muda mrefu.
aside to the person who have walked with God for a long time. Na ikawezekana wewe Mungu atatumika na wewe kwa mambo makubwa zaidi. It could be God can work with you with a lot of miracles. Lakini Mungu atakuweka pembeni ya mtu ametembea na Mungu kwa muda mrefu aweze kukuelekeza. And God will put you beside somebody who have walked with God for a long time to lead you. Na ukishindwa kuelewa hilo, And if you, it's hard for you to understand that, utapoteza promises zote za Mungu. you're gonna lose all the promises of God. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, The man of God, ametumika na mzee Lupande, he have worked with Lupande, na leo anakutana na mtoto wake, and today he made his son, na amemkuta yuko na huduma. and he found him, he has a ministry. Huduma ni ya Mungu, lakini kila huduma ina uongozi, si vile? The ministry is for God, but everybody has their work. Kwa hiyo atakuwa msaada mkubwa katika kumulea na kumuelekeza kwa yale mapungufu, And it's going to be good. He's going to help him in a weakness that he kwa has, sababu yuko na experience ya kutembea na Mungu. because he has experience working with God. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuna maombi Jumamosi. We have prayers Saturdays. Kama piko tangazo lene ukinichoka mimi sitalichoka ni hili. If there is announcement that you get tired, I'm not. Wenda wote utasema tulishaka visigia, lakini nakwambia mpaka siku sijui, lakini kila itwapo leo nikisimama hapa nitaitangaza. You may say we hear this all the time, but every time I stand here, I will say it. Tuna maombi saa 3 ya asubuhi Jumamosi. We have prayers Saturday morning at 9 a.m. Na wiki hii And this coming week, tunarudia kwa program yetu tulikuwa nayo. we go back to our program that we had. Tulikuwa na klase ya vijana. We had a class for youth. Na tulikuwa tumeisimamisha kwa ajili ya jengo. We stopped it because we didn't have a building. Lakini sasa kila Jumamosi saa 3, But now from every Saturday at 9 in the morning, tutakuwa na mafundisho ya vijana. we're going to have teachings for youth. Watakuwa wanaingia na mwalimu. They're going to go with their leader. Saa 3 wanafanya sijui saa 1 na nusu. They could be there for an hour and a half. Na watatukuta kwenye maombi, tunaendelea nao maombi. And then they come, we continue with the prayers. Sababu kubwa mimi ninataka kusema ni hii. The big reason is this. Kuna mahubiri na mafundisho. There's teachings and preaching. Kwa hiyo mafundisho ni kumtoa mtu katika ujinga na apate kuelewa. Teachings are taking someone from knowing nothing for them to understand. Mahubiri unaweza kusema amen na uko na maswali ya kuuliza, lakini hautaniuliza maana namaliza. But preaching, you can say amen, amen. Maybe you have questions, but you cannot ask. Kwa nini niseme hivi? Why am I saying this? Kuna vijana wetu We have our young people, ama generation ya leo, or let's say the new generation. wako wanabaki na shida baada ya wazazi wao kutoweka. They are staying with difficulties once their parents are gone. Na ndipo unakutana siku ya leo kunakuwa mavyumba vingi vya deliverance na nini na nini. That's why you see we have a lot of prayer, deliverance prayer groups everywhere. Na unaepita kwenye deliverance mara 7, mara 8, mara 10. You can go through the deliverance 1, 2, or 7 times. Lakini kumbe But tatizo umetengana na mzazi wako. the problem is you separated with your Yani parents. mzazi kati ya inawezekana mzazi amefariki, It could be your parent has died. lakini yuko na nongo na wewe. They had a bad feeling about you. Na hicho ni jambo ambalo hakuna prophet, That thing, no prophet, hakuna apotre no apostle, anaweza kukudeliver kuliko mzazi wako. they can deliver you apart from your parents. Sio pastere, Not even a sio pastor, mwenyekiti wa wamama. not even a leader of the women. Inawezekana hajui hata kuomba. They could be they don't even know how to pray. Lakini ninachotaka nikwambie, But what I want to tell you, Mungu hashughuliki na maombi yanayotoka mkinywa. God doesn't concern mostly with words that are Mungu coming out. anashughulika na yanayojaza moyo wako. God is concerned with what is in your heart. Ndiye maana Yesu alikuwa anawaambia Mafarisayo, And that's why God was telling the yale Pharisees, wanamwambia anasema, aso hayo mnayowaza ndani ya moyo.
telling them not what you are saying, but what in your heart. Maana yeye alikuwa anayaona yaliyo ndani ya moyo. Because he saw what it was in Jana their kwa heart. maombi niliambia vijana, Yesterday at the prayer, I told the youth, ngangania mzazi wako hold on to your parents kabla hamjatengana, akuachie baraka. before you separate with them for them to bless Ndipo you. utafanikiwa kwenye maisha Then you're yako. going to succeed in your life. Amen. Amen. Kwa hiyo ndio maana kutakuwa tunaendelea na shule That's why we want to continue with the ili teaching, kila mmoja atafanya kitu ambacho alishakijua. so that you can make something that you already know. Utasema wenda unaweza sema mimi hawakuniambiaga, lakini yatakayo kukuta ya kukute, lakini ulikuwa umejua, umeambiwa. Something can come before, but at least you know already they told you. Na kiongozi wa wamama anaomba wamama wote baada ya ibada watabaki kwa dakika 10. The leaders of mothers asking all the mothers to stay after church Kwa dakika kama 10 hivyo. for 5 to 10 minutes. Na tunaendelea na mchango wetu kwa ajili ya kupata jengo. We continue with our contribution to find our own Tulisha building. clotire juu ya mwaka wa 2017 We already finished with 2017 contribution, na hivi tumeingia kwenye mwaka mpya, tutamaliza 2019. and we continue 2018 to finish in 2019. Amen. Amen. Na kwa Mkristo kawaida ni $500. For a regular member is 500. 500 ni kiwango tunasema cha mwisho kushuka. The 500 is the minimum. Lakini kama jinsi unavyo mtiro wa Mungu atakavyo kukubariki, hatuna kiwango cha yulu cha kuziwia. And the way the Holy Spirit will lead you, we cannot stop you on the amount, you can go higher. Na kwa viongozi ni $1,000. And to all the leaders of the church is 1,000. Amen. Amen. Na siku zilizopita nilisema kwenye maombi, The days that have passed, I said at the na prayer, nilikuwa na mngoja Pastor Lupande kwa kumwambia jinsi nasikia moyo wangu na waka and I was waiting for Pastor Lupande to come so I can tell him what is in my heart. kuhusu Come to Jesus. Tunakuwa na miaka kama 6 In Come to Jesus ministry, it's almost 6 years now. kwa kusimama sawa sawa. We are standing firmly. Kwa hiyo tulishakuwa kanisa linaloonekana, We are a church that people can see. na kwa sababu ya hilo For that reason, lazima kanisa hili tutahubiri injili ya matendo. Na kitu kingine nataka niwaambie, and something else I want to tell you, omba Mungu, mtafute Mungu ask God to pray, to look for Him, ili uwe na uhusiano wewe na Mungu, uombe Mungu ambaye una uhakika naye. so you can have a good communication and you know who you are praying to. Dunia imechafuka. The world is scattered right now. Nimeona kwamba pale Kongo kuna watumishi wa Mungu wawili wakubwa wamefariki, mke na mume. Wangapi waliona ile? Yeah, in Congo there is a big ministry. A wife and a husband died. Bwana alikufa kama miezi mingapi iliyopita, The husband died a few months ago. wakamzika. They buried him. Baada ya siku 2 bibi naye akakufa. After 2 days, the wife died. Nini nataka kuambia ni hiki? What I want to tell you this. Watu wameingia kwenye YouTube. People went on YouTube. Huyu anasema These people are saying, na bado wengine wanabakia nyuma. and also more people are coming behind. Mtu anasema na hivi napanda tena mlimani, wengine watafuata. Others are saying, I'm also going to the mountain, more people will come back. Watakufa wengine. They're going to die after I come from the mountain. Yaani mtu ameacha watoto, ameacha familia, watu wangali na vidonda wanaumia. People are still crying, they left kids and family. Wewe unasema unamtumikia Mungu, unawasimanga kwamba wamefita. Yaani sijui. You are gossiping people who are dead, who left children. Why? Manabii wa mauti. Unafurahia Mungu akikutuma watu wakufu. You are happy that God sent you people to die? Mungu akumuunga mkono Yona. God did not help Jonah. Mungu anafurahia anapokutuma watu watubu. God is happy when you help people to repent. Biblia inasema Mungu afurahii kifo cha mwenye dhambi. God is not happy with the Kwa hiyo dead mtu person who akikufa sins. unafurahia yeye na bado na Mungu alikuwa amenionyesha. Bwana atuhurumie sana. Tafuta Mungu wa kweli. Look for a true God. Mtafute Mungu wa kweli. Look for a true God. Umfuate Mungu ambaye unajua kwamba kweli ninamfuata Mungu wa kweli. Just follow God. You know that I know Maana I'm the true ulimwengu God. umechafuka. Because the world is bad right now.
Bwana awabariki sana. Amen. God bless you. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. Asante pastor kwa matangazo yako. Thank you, Pastor, for the announcement Habari za kanisa. and all the announcements. Mungu aendelee kukubariki. May God continue blessing you. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amen. 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 Tunaendelea na vipindi tena. We continue with our program. Tunafika katika kipindi It's a good time cha kusikia wahubiri wetu wa kwanza to listen to the first choir, wa Ebeneza Ebenezer, kwa nyimbo mbili. for 2 songs. Karibu sana. We welcome you. Kwa unabii na kwa kuwa sawa na matendo yako, usiache uitumia karama iliyo ndani yako uliyopewa. Kwa unabii na kwa kuwa sawa na matendo yako, itunze nafsi yako na mafundisho yako kijana. Itunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo yote kijana. Itunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo yote kijana. Maana kwa kufanya hivyo utaiokoa nafsi yako. Maana kwa kufanya hivyo utaiokoa nafsi yako. Mambo yote uyaandike na kuyafundisha, ya kwamba mtu awaye yote asiudharau. Mambo yote uyaandike na kuyafundisha, ya kwamba mtu awaye yote asiudharau. Ujana, 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 ujana wako. Ujana, 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 ujana wako. Katika usemi na mwenendo na upendo na imani na usafi wote, ujana wako uwe kielelezo. Uwe kielelezo kwa wale waaminio. Katika usemi na mwenendo na upendo na imani na usafi wote, ujana wako uwe kielelezo. Itunze nafsi yako na mafundisho yako kijana. Itunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo yote kijana. Itunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo yote kijana. Maana kwa kufanya hivyo utaiokoa
ninakushauri uache dhambi, uje umfuate. Ukimfuata utapata uzima, ukimfuata utapata uzima. Njoo kwake Yesu, utapata uzima wa milele. Usicheze na dunia, dunia itakumeza. Njoo kwake Yesu, utapata uzima wa milele. Usicheze na dunia, dunia itakumeza. Ikipasuka utaona taabu mwenzangu. Ikipasuka utaona taabu mwenzangu. Sasa mwenzangu, ninakushauri uache dhambi, uje umfuate. Ukimfuata utapata uzima, ukimfuata utapata uzima. Sasa mwenzangu, ninakushauri uache dhambi, uje umfuate. Ukimfuata utapata uzima, ukimfuata utapata uzima. Njoo kwake Yesu, utapata uzima wa milele. Usicheze na dunia, dunia itakumeza. Njoo kwake Yesu, utapata uzima wa milele. Usicheze na dunia, dunia itakumeza. Pasteur Polydor. Neno lama Zambe Yakana. Idao sana Mungu wa mzee Elia. Yozani Zambe Kumisama Neno lama Idao sana
inanga Yoza elombe Okonja bomo inanga Riqueza e respeito vem de Deus. Oh yes. Não te comparo por nada. Mwalimu Dulu Sabuni. Contigo não fugirei, Valdanes. Essa é verdade. Utajiri naishi magatoka kwako. Mikononi mwako mnaweza na nguvu. Nikiwa nawe siogopi mabaya. Nani kama wewe El Shaddai. Utajiri na heshima vyatoka kwako. Mikononi mwako mnaweza na nguvu. Nikiwa nawe siogopi mabaya. Nani kama wewe El Shaddai. Oh, Zambe na hivi. Yozali Nzambe Kolo Tomelelio. Umisama Adrien Matadi. Ndetolama Oh, Kitao Sala Pasteur Mabamba. Yozali Nzambe Mungu wa zamani zote. Umisama Kitisa ngolu nayo. Ndetolama Tosengi molimo mosantu. Kitao Sala Oh yes. Amen. Oza elombe Okonja bomo inanga Oza elombe Okonja bomo inanga Ukakiwete mmoja ae kando ya hekalu akiomba sadaka akazanya tapewa ikatambua jina la Yesu katembea. Kumbuka kiwete mmoja ae kando ya hekalu akiomba sadaka akazanya tapewa ikatambua jina la Yesu wangu hivi katembea. Oh, Zambe na hivi. Yozali Nzambe Kolo Tomeleli. Umisama Mapamboli na iwe kita. Ndetolama Pasteur Lupate. Kitao Sala Mama Elia, Mama Joseph. Yozali Nzambe Oh, Dane Emma. Umisama Ashae. Charité. Ndetolama Ya Mungu, Kitao Sala Mama Leila. Da esta Oza elombe Okonja bomo inanga Yoza elombe Okonja bomo inanga
nzambe umisama Oh, Baba Josh. Nendolama Mungu wa Pastor Mulenda. Itaosala Karibu sana hapa Marekani. Dozani nzambe Emile. umisama Oh yes. Papa Jonathan. Nendolama Oh yes. Itaosala Tobelilio Zambia kana. Toza elombe Mokonja bomo inanga Toza elombe Mokonja bomo inanga Oh, Zamena Edi. Dozani nzambe Na tomboli na mukili mobimwa. umisama Na moni mtempe na yokite wale kiyosa. Nendolama Wewe ni Bwana wa majeshi. Itaosala Hakuna aliye kama wewe. Dozani nzambe umisama Papa Eric, tunakumisi. Nendolama Papa Modeste, Huseni, Itaosala Pacific, tunawamisi yote. Dozani nzambe Karibuni sana kwenye kundi. umisama Nendolama Itaosala Heshima yatoka kwako, mkononi mwako mnaweza na nguvu. Nikiwa nawe siogopi mabaya, nani kama wewe El Shaddai. Ila heshima yatoka kwako, mkononi mwako mnaweza na nguvu. Nikiwa nawe siogopi mabaya, nani kama wewe El Shaddai. Ni wewe uliyemfanya Samweli, uliyewaokoa Israeli jangwani, mkombozi wa Danieli, mshindi wa Wayahudi, nani kama wewe Elohime. Ni wewe uliyemfanya Samweli, uliyewaokoa Israeli jangwani, mkombozi wa Danieli, mshindi wa Wayahudi, nani kama wewe Elohime. Tunamkaribisha ule mgeni wetu We welcome our visitor atuombe sadaka hii to pray for the offerings na mhubiri pia. and to also pray Asante for sana, the Mungu akubariki. and to pray for the preacher too. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, saa hii na dakika hii Yesu umesitia sadaka hii mkononi mwako. Bariki kila aliyonyosha mkono kwa ajili ya matoleo hii. Bariki kazi zote ambazo zitakapofanywa na sadaka hii, kwa utukufu wa Yesu naomba. Amen. Baba aliye juu ya yote, naona saa hii Baba jioni nimetia mkufunzi mikononi mwako. Yesu, wewe pekee unajua ya kuwa leo tutakuwa hapa na kile ambao umeandaa kwa ajili ya kanisa lako Yesu kipate kutolewa na kipate kutusaidia katika maisha yetu ya kwenda mbinguni. Baba aliye juu ya yote, tumeomba Roho Mtakatifu apate kuwa juu yake, apate kufanya yote kama alivyofanya siku ile ya Pentekoste. Asante Yesu, maana naamini ya kuwa yote tukiomba katika jina la Yesu yatafanyika, na katika jina la Yesu aliye hai tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Na mbele ya kusikia mahubiri ya jioni ya leo, And before listening to the preacher today, tunaomba Mama Elia tena we are asking for Mama Elia atupatie kale ka chorus kafupi na kajuaka. to give us a little Ana short chorus. experience sana, tunamjua. She has a lot of experience. Karibu sana. We welcome you. Na wote tukisimama, While we are standing, everybody. apre hapo tutasikia neno la Bwana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Naomba kanisa tusimame tafadhali, wapiga ngoma watusaidie, tumeambiwa tuimbe haraka haraka, wapiga ngoma tuchangamke. Basi wajua kwa kwenye maombi tulijifunza jana na ni rahisi, tutakwenda kuimba hiyo. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na kurudika shangwe. Shangwe moyoni mwangu ni kama maji mengi, nimo ndani ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. God is good. Na jioni ya leo tonight taenda kujifunza kuhusu imani. we will be talking about faith. Imani. Faith. Leo nataka kuzungumza kuhusu imani. Today I would like to talk about faith. Na siku zilizopita, Days those are past, niliwahi kusikia video fulani, I heard a certain video, na video hiyo ilikuwa ya
wale wa ndugu zetu wanaovaa kanzu na mtama juu. And those videos were basically from our beloved who wear the white dress and a little cap on head. Na wakati nilikuwa nasikiliza ile video, and when I was listening to that video, nilichukua maneno machache. I captured a few words. Maneno mojawapo niliochukua, and one of the words that I intercepted, yule aliyekuwa ananena, and the one who was preaching, alisema Isa bin Maryam, and he said that Jesus, son of Maryam, ni nabii wa Mungu. And he is a prophet of God. Ni neno la Mungu. And he's a word of God. Na akasema ni roho ya Mungu. And he said also it is the spirit of God. Na wakati alipoendelea nazungumza, and when he continued talking, alisema Quran, and he said that Quran inataja jina la Yesu Kristo, and enumerates the name of Jesus zaidi ya mara 10. More than 10 times. Na Mariamu mama wake ya Yesu, and Mariam the mother, inataja zaidi ya 25. and was enumerated or listed more than 25. Mwanzilishi ya dini ya Kiislamu, but the beginner or the father of Islam, Muhammad, and that is Muhammad, anatajwa mara 4. and is only listed. Na ndiye akasema hivi sasa, and that's why he says, usipojua jina la Yesu, and if you don't know the name of Jesus, hautabarikiwa kamwe. You won't be blessed. Na Mkristo ataendelea kutawala. And the Christian will still be under siege. Sijui kama umeshawahi kusoma ile video. I don't know if you have already listened kusikiliza, or if you already listened ni siku nyingi niliyosikia, pengine mwezi umeshapita. And it's almost more than a month that you na ndipo alisema hivi, and that's why he said, hautasikia msikiti wowote, and you won't listen in, unaweza kueleza maneno haya, and that you can understand this. Sasa swali ni hii, and the question is this: je, Quran imebadilika? Is the Quran changed? Je, Quran imebadilika? Is the Quran changed? Lakini ni wale wanaosoma Quran, and but those who are reading the Quran, ndio wanayotafsiri, and the one who are explaining kufuatana na ule mkono au sehemu anayoshikilia, and mostly leaning on the side Quran haibadiliki kamwe. But the Quran also doesn't change. Na ndivyo hivyo tunavyosoma neno la Mungu. And in the same way we are reading mara kwa mara tunashikilia pale penye tunaona panatutetea sisi. Most of the time we only lean, lakini tunatoka kwenye msingi wa neno la Mungu. But we are going away from the foundation of the word of God. Kristo jioni ya leo, tonight, nataka nikutie moyo. I would like to encourage tunapoenda kusoma neno la Mungu, whenever we read the word of God, jaribu kufungua macho yako ya kiroho. Try to open your spiritual eyes. Na wakati ukishafungua macho yako ya kiroho, the moment you open your spiritual eyes, Mungu anataka kusema nini na wewe. God wants to say what to you. Na ndiyo sababu nachukua nafasi hii, for that reason I got this opportunity ya kukueleza to let you know kuhusu imani. About faith. Imani. Faith. Najua umehubiriwa sana kuhusu imani. I know you have been preaching a lot of things. Najua umepata tafsiri nyingi kuhusu imani. I know you received a lot of explanation about faith. Lakini ukisoma kitabu cha Mathayo, but whenever you read a book, Mathayo 24, Matthew 24, inasema hivi. It says this. Tutaanza kusoma. We will start reading. Mstari wa 3 inasema hivi. Verse 3 says this. Hata alipokuwa ameketi katika mlima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akamwambia, angalieni mtu asiwadanganye. Bwana asifiwe. Mtu asiwadanganye. No, don't let anyone deceive you. Na mstari wa 5 inasema hivi. And 10 says this. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia. Na mstari wa 13 inasema hivi, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho
ndiye atakaye okoka. Soma mstari wa 13. Yes, and I'm going to read only 13. Say, but he who stands firm to the end will be blessed, will be saved. Amen. Biblia inasema hivi. The Bible says this. Wanafunzi walimwendea Yesu. And the disciple went to Jesus. Wakamuuliza habari za zitakayokuja. And they're asking Jesus about the news that will, or the things that will happen. Wanamwambia, tuambie dalili za siku za mwisho. And they're asking him, show us the sign of the end of time. Tuambie itakuwaje siku za mwisho. And tell us how will it be at the end of the day. Lakini walianza kuuliza Yesu haya maswali. And they start asking Jesus those questions. Utaenda soma hapa nyumbani. Go read that. Mimi sihubiri habari za siku zinazokuja. I'm not preaching about the end time. Lakini kitu kinanishangaza ni and the thing that astonished me wakati wanafunzi walimuuliza Yesu, when the disciples asked Jesus, lakini Yesu aliwaambia hivi, and Jesus told them this, asema mtu asiwadanganye, and do not be, mtu asiwadanganye, do not let be deceived. Mtu asiwadanganye. Do not let sababu wengi watakuja kwa jina langu. Because many will come under my name. Wengi watakuja kwa jina langu. Many will come under my name. Kwa hiyo ulimwengu, for that the world, tunapigwa sana mabomba ya teknolojia. Yeah, we are throwing a lot the technological bombs. Dini zinakuwa za aina mbalimbali. And the religion are coming so many. Lakini najua Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Mhubiri. In the book of Ecclesiastes. Kuna wakati wa kuzaliwa. And there is a time to be born. Na kuna wakati wa kufa. And there is a time to die. Lakini tunapenda kusherekea. But we would like to celebrate siku ya kuzaliwa. The date of lakini sio siku ya kufa. No, the date. Bwana asifiwe sana. Nikisimama hapa na kuanza kutabiri siku mtakayokufa. And if I'm preaching about the lakini wengi wenu watasema, and many of you will say, Pastor Lupanda anakuwa mchawi. Oh, Pastor Lupanda is a witch. Lakini Biblia inatuambia kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku ya kufa. And there's a day to die. Bwana asifiwe sana. Lakini kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 16 au 17 16 up to 17 inasema kwa sababu Bwana atashuka, he said because Jesus will come Bwana atashuka because he's going to come down kutoka mbinguni coming from heaven na mwaliko na wale wanaokufa kwanza, and those who will die first, na ndio watafufuka, and those will resurrect, na sisi wenye kuwa hai, and those who will be alive. Jamani, ukisoma maandiko wakati moja unakuwa na shangaa. And whenever you read what sometimes, kwa hiyo wale wanaokufa kwanza, and those who will die first, wale ndio watafufuka, and those who will be resurrected, na sisi wenye kuwa hai, and those who are still alive, baadaye ndio tutamlaki. And that is a time that kwa hiyo ukiangalia wale wanaokufa, ikiwa tukipanga viti kufatana na chronological order, and if we arrange the chair in a chronological way, au tuseme tupange murongo, and if we make a line, Biblia inatuambia wale wanaokufa, those who die, wale ndio watachukua viti vya mbele. Bwana asifiwe sana. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo maisha yetu inakuwa kuzaliwa na kufa. It is birth and death. Kuzaliwa na kufa. Birth and death. Kuzaliwa na kufa. Birth and death. Sasa swali ni hii. And the question is this. Kwako wewe na mimi. To you and me. Je, unajua dalili ya siku za mwisho? Do you know the sign of the end of time? Sema amen. Say amen. Dalili ya siku za mwisho. Hapa ndipo mimi na wewe tunapaswa kutia doctrine yetu. And this is where you end. Sababu hatujui Yesu atakuja lini. Because we don't know when Jesus is coming. Hatujui saa atakayokuja. We don't know the time that. Lakini sababu mzunguko wa maisha yetu, because our rounding of our life, inakuwa inatuambia is going to tell us kuna kufa na kufufuka. And there's resurrection. Pale nyumbani kwangu, back home, unajua jinsi gani najua treni inakuja. And you know how the train is coming. Mara kwa mara naenda pale. Most of the time I go there. Nafika naangalia watu. And
I just observe people. wanaosubiri treni. And those who are waiting. Na wengi wanajua saa ya treni inafika. And those who know when the train is coming. Sababu pale kuna schedule. And because there is schedule. Unaona watu wanatunga macho. And you will see people reading. Wanaanza kusema. Oh, this is saying. Treni fulani itapita saa fulani. It's going to pass this Na time. treni fulani itapita saa fulani. It's going to pass this time. Na muda ukifika, And when the time unaona watu wanashuka mbio. and you see people wanasubiri. they wait. Na kwa kweli unasikia honi inalia. And you hear na the treni horn, inafika. and the train is Unaona coming. wako tayari kujaa. And you see people are ready to board. Wanafuatana na dalili. They are following the sign. Lakini nataka nikuhimize Mkristo. And I would like to encourage you. Katika njia ya maisha yetu. In the way of our life. Lazima unajua unayemwamini. Bwana asifiwe. Sema amen. Say amen. Lakini tukieleza habari za imani. And if we want to know about mara kwa mara tunaenda kusoma kitabu cha Waebrania. And most of the time we go read in the 11 na mstari wa kwanza. 1 and 11 verse 1. Inayosema hivi. That says this. Imani ni kuwa na hakika and is to be assured ya mambo yatakayokuja. And of the things that are yet to come. Kwa hiyo imani inatuambia mambo yenye mimi na wewe hatujui yatakuja lini. We don't know when lakini siku moja lakini siku moja yatatokea. It will come. Na ndio wakati nilipokuwa najifunza neno hili that the time that I was reading this word, tafsiri ya imani, and I got the explanation of faith. Na ile tafsiri, and that explanation, inafuatana, it follows, na umri wangu, with my age. Unifuate vizuri. Please listen to me. Unapokuwa, whenever you grow, na umri unapoendelea, and whenever the age is going on, unaona ukienda kusoma Biblia, and whenever you read the Bible, unatia mawali, and you start putting glasses, ili maandishi so that yapanuke zaidi, the writing na usome big, so that you can read, na uendelee kuelewa, so you can understand. Kwa hiyo sasa, for that reason, imani nataka nikupatie tafsiri yako. And the fact that I would like to give you my explanation, ni macho ya kiroho, it is spiritual eyes, yenye mimi na wewe tunavaa, and that you and I are, na wakati tunapovaa, and whenever we wear that, tunaelewa, we understand kile kenye Mungu anataka kutuambia, that what God wants to. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo imani ina vitu vitatu. And for that reason, ya kwanza, the first, ni kusubiri. It is wait. Napenda sana, I love too much Kiswahili ya kwetu shaba. And our sababu wakati unapoeleza katika Kiswahili ya Tanzania, and whenever you try to understand from Swahili, Kiswahili ya Tanzania wanasema vumilia. And in Swahili from Tanzania, it is about patience. Lakini ningalipenda kusema kusubiri. And I would like to say wait. Sababu kuvumilia, because inakuwa kama vile zaidi ya tafsiri. And it is more than the explanation. Lakini nikisema subiri, when I say wait, maana yake ni kusimama kama vile ninavyosimama. Yeah, it's just standing one na wakati unaposubiri, whenever you are waiting, unasubiri, you are waiting, hatua ya yule mwenye anakuambia uchukue hatua. Yes, you are waiting for the direction of the one who's telling you to take. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo muda sio wako unayesubiri. Yeah, it's not your time that you are waiting. Maelekezo sio yako ya wewe unayesubiri. The direction is not from lakini maelekezo inakuja kwa mtu. But the direction is coming from yeye anataka wewe ufike mahali fulani. Yeah, the one who wants you to reach a certain place. Na ndio kitabu cha Mwanzo kinatuambia hivi. That's why the book of Genesis says, sura ya 17 and 17, na mstari wa 17 and verse 17. Biblia inatuambia Ibrahimu alikuwa na miaka 100. And the Bible said that Abraham had 100 years. Na mke wake Sara alikuwa na miaka 90. And his wife Sarah, lakini Mungu alimwahidi hivi. But God promised him. Alimwambia wewe utakuwa baba wa taifa. And God told him that you will be the father of nations. Wewe utakuwa baba wa taifa. You will be the father of many nations. Na wakati Ibrahimu Abraham alipooa Sara,
And when he married Sarah, ukisoma kitabu cha and Mwanzo whenever you read the book of 18, Genesis 19, itakupatia picha and it's going ya to give you kuwa the image. Ibrahimu alipopata mtoto wa kwanza And when Abraham got the first child, alisubiri miaka 25. and he waited for 25 years. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Alisubiri miaka He 25. waited 25 years. Nataka nikwambia ukweli, I would like to tell you the truth. miaka 25 25 years, ni muda mrefu sana. it's a long time. Miaka 25. 25 Lakini years. Ibrahimu alisubiri. But Abraham waited. Hadi ukisoma Mwanzo 15, And when you read wakati 15, Ibrahimu alianza zungumza na Mungu, and when Abraham started talking to God, akamwambia Mungu, he told God, asema wewe uliniahidi nitakuwa na watoto. yeah, and you promised me that Na I will have watoto kids, watatoka katika kiuno changu. and the children will come Lakini from wale me. watoto si wahoni. And but those kids are Lakini not Biblia inasema But the Bible hivi, tells us, Mungu alimwambia Ibrahimu, and God told Abraham, angalia juu, look ahead anza kuhesabu and nyota. start counting the stars. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Na Mungu akamwambia hivi, And God told ni him, mimi niliyekutoa katika nchi ya Uru, yes, I'm the one who took you away from the country of Ur nchi ya Wakaldayo, and the country of Canaan. na mimi najua And I know nchi ninayokupeleka, where I am taking na mimi you. najua ahadi And I ninayokuambia. know the Na promise that I sababu have. Ibrahimu aliangalia juu, And because Abraham na looked, ndiyo Biblia inasema and that's hivi, why the Bible says, imani ya and Ibrahimu, the faith of Abraham, imani ya and Ibrahimu the faith of Abraham, ilisisimuka. and was ruptured or was Revived. resurrected or revived. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Kwa hiyo wakati tunaposubiri And Mungu, whenever we are waiting for wewe God, umtizame Mungu, and you just focus on God. usichoke katika kusubiri, Don't be tired while waiting. usichoke katika kusubiri, Don't wait. Don't, sababu kile kenye Mungu amesema because whatever God says, ukichukue kama ahadi. Bwana and you asifiwe, have it as a promise, sababu yeye ni mwaminifu. because He is faithful. Bwana asifiwe, Praise the Lord. sema amen. Praise the Lord. Kitabu cha Injili ya Yohana And the book of John 11 11, inasema habari za Lazaro. and he's talking about the story about Lazarus. Wakati Lazaro alipokufa, And when Lazarus died, Yesu alipata habari. and Jesus received the news, Utasoma hizo habari and you will read those na news. sitaingilia I sana, would not go deep into it. nitaingilia tu point ya imani kusubiri. Yes, I will just touch basically Wakati the Yesu point of, alipopata habari whenever Jesus received ya it, kuwa Lazaro amefariki, when Lazarus Lazaro died, wa Betania, and Lazarus of Bethany, na ndipo Yesu akaambia wanafunzi wake, and when Jesus told twendeni his disciples, Betania let's sasa, go to Bethany, sababu Lazaro amelala. because Lazarus is sleeping, Na wanafunzi wake and his disciples, hawakuelewa lugha and they didn't understand ya the language. Yesu Kristo kusema Lazaro amelala. Yeah, about Jesus saying that Na Lazarus sababu is sleeping. hawakuelewa, Because they didn't understand, wakaanza kumwambia Yesu, asema sababu amelala and because he's ataamuka. sleeping, he's gonna Na Yesu wake up. akawaambia, And Jesus told them, asema Lazaro amekufa. and Lazarus is dead. Bwana asifiwe Praise sana. the Lord. Lakini Yesu alipoenda, And when Jesus Biblia went, inasema the Bible says, Martha alipata habari kuwa Lazaro anakuja, and Martha received the news that na Jesus is ndipo coming. akaenda kumlaki And Yesu. that is when he went Na to meet Jesus. wakati alipoenda kumlaki And Yesu, whenever she went to meet Jesus, akamwambia Yesu, and she told Jesus, Bwana, Lord, ungalikuwa hapa, if you were here, ungalikuwa if hapa, you were here, ndugu yangu Lazaro my asingalikufa. brother would not have died. Lakini Yesu alimwambia And Jesus told him, ataishi. Bwana he asifiwe, will live. Praise the Lord. ataishi. He Bwana will live. asifiwe. Praise the Lord. Martha alimwambia Yesu, Martha told Jesus, ungalikuwa hapa, if you were here, na akamkamata Yesu and you take him, akamtia jana, and he put him asema from ungalikuwa hapa. and if you were here, Lakini Yesu and Jesus, ni jana na leo hata milele. Bwana asifiwe sana. yesterday, today, and forever, Hautamkatia Yesu majira, and you can't wewe determine usubiri Jesus. tu mapenzi ya Mungu. Yeah, you just wait for the love of God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Sema amen. Say amen.
Lakini Yesu alipofika, and when Jesus arrived, akasema, and he said, mmemzika wapi? where did you bury him? Mmemzika wapi? Where did you bury him? Walikuwa na mabishano na And Martha. they were kind of arguing with Martha Martha. anamwambia ameisha kufa. And Martha said, oh, he already died. Akasema nionyeshe kaburi. And he said, show me. Wakati Yesu alisema ondoweni jiwe, And when Jesus said, Martha "Remove anamwambia Yesu, and Martha told Jesus, ananuka iko siku and nne. he is already smelling almost 4 years. Yesu akasikia maneno haya. And Jesus cried. Biblia inasema alilia. And when Jesus Na cried, wakati Jesus alipolia, cried. When he cried, akajazwa na huruma. and he was filled of Na umati ukasahau kuwa, and sababu forgot kuwa Yesu ndiye ufufuo. that Jesus is the resurrection. Yesu ni ufufuo. Jesus is the resurrection. Lakini Yesu alisema, And Jesus said, Lazaro, Lazarus, amka. wake up. Wale wote waliokuwa wanamzunguka And everybody who was around wakashangaa. were Na astounded. ukisoma hapa, And if you read there, muujiza huu and that miracle, ulikuwa sababu it was because wale of watu waliokuwa wanahudhuria and those people who were wapate yes, kuona utukufu wa so that Mungu. they Bwana can see the glory asifiwe. of God. Praise the Lord. Katika kusubiri kwako wewe Mkristo, Yeah, in waiting for you, Christian, usimkatie Yesu muda, don't determine the time for Jesus. wala usimwambie Yesu huyu ameisha kufa. And don't tell the Jesus who's already dead. Wewe subiri muujiza You tu, just wait for the miracle. na sababu unasubiri muujiza, Because you are waiting for the miracle, utajua yule and unayemwamini, you will know who you are sababu believing. yule unayeamini, Because the one you are believing, mimi na you wewe, and me, yu hai, is alive. hatafutiki kaburini, Yeah, you can find bali him. yeye ni hai, He is alive. na tunasubiri And we are waiting. sababu siku moja tutamwona uso kwa uso. Bwana Yeah, because asifiwe. one day we will see him face to face. Sema amen. Praise the Lord. Sasa kwa nini tuna hofu ya mauti? Yeah. For that reason, why are we afraid of death? Kwa nini tuna hofu ya mauti? Why are we afraid of death? Msingi wa imani yako na imani yako And that is the foundation of your faith and my faith. iko juu ya dini, Is it above religion? bali iwe juu ya Yesu Kristo Let it be on Jesus Christ, aliye hai, the one who is alive. sababu najua siku moja Because I know one day utamuona siku you uso will kwa uso. see him face to face. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Ya pili, Second, kutii. it is obedience. Kutii. Obedience. Wakati tunapoishi And when we are living, lazima tuwe na utiifu, we have to have obedience. sababu Mungu Because God, ana njia zake, He has His way. na njia zake sio njia zetu. And His way is not our way. Wakati Mungu The moment God, alimwambia Ibrahimu, He told Abraham, nenda kamtoe mwana wako, yeah, go and sacrifice your son, mwana wako Isaka, and your son Isaac, mwana wako wa pekee. and your only son. Na Ibrahimu hakuwa na swali. And Abraham didn't have any Biblia question. The inasema Bible says, aliandaa kuni, and he prepared the wood, akachukua punda, and he took the donkey, na akaambia mwanawe Isaka and he told his son Isaac, pamoja na wale watumishi wake, and other of his servants, akasema twendeni huko and let's go over mahali there. penye Mungu atakapotuonyesha, Yeah, the place where God is gonna ili show us, twende tutoe so sadaka. that we can go and worship Biblia Him. inasema walianza And the safari, Bible said that they started the journey, safari siku ya kwanza, and the journey the first day, na wakaanza safari siku ya and pili, they started the journey the na second wakati day. walipokuwa katika siku ya And tatu, whenever they were on the third day, Ibrahimu akaambia wafanyakazi and wake Abraham told his servant au watumishi, and his servant, akasemi kahani hapa, and he said that wait here. mimi na mtoto tunaenda hapo mbele kuabudu. And my son and myself, we are going to adore. Na ndipo walichukua hatua And that's when they took a na step. wakaenda, They went. na wakati walipoenda When they went, wako njiani, they were going, Isaka akamwangalia babaye, and Isaac looked his father, akamwambia baba, and he told kuni his zipo father, hapa, wood is here, moto huko,
And the fire is here. Mwana kondoo, Where is the mwana lamb? kondoo wa kuteketeza yuko Where wapi? is the lamb? Lakini Ibrahimu akamwambia mwanawe, And but Abraham told him, asema Mungu atajipatia. and said that God will provide. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Mungu atajipatia. God will provide. Sikia sasa Mkristo, Yes, listen. mimi nina shida sana I have a problem. ya yale yenye watu wengi wanasema Mungu alisema, Mungu alisema. And that people say that God said, God said. Ingalikuwa If Ibrahimu it was Abraham, anaenda katika Mungu alisema, and if he was going because God has said, ingalikuwa sauti ya shetani. and it was the Sababu sound of Satan. alikuwa angali na mtoto moja, Yeah, because he had na only huku one son. ahadi ya Mungu And it was the promise of God. ilimwambia utakuwa baba wa mataifa. And yet the word said Bwana that he will be asifiwe the father sana. of nations. Na akingali na mtoto moja, And yet he's only na the huku only one. Mungu anamwambia And yet God is telling him, nenda katoe and sadaka. they go and sacrifice him. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Nafikiri unanielewa. I think you understand. Lakini sasa But now, imani hapa and that ya faith Ibrahimu of Abraham, ilikuwa kudhibitisha uwepo wa Mungu ndani ya maisha yeah, it yake. was to concretize the presence of Sababu God wakati in his life. walipoanza Because safari, the time they start the journey, siku ya the kwanza first day, hawakuona mwana kondoo. and they didn't see. Siku ya The pili second day, wako safari, they were on hawakuona mwana journey. They didn't kondoo. see the lamb. Siku ya And tatu the third day, hawakuona mwana they kondoo, didn't see the lamb. lakini waliendelea na safari And yet they hadi continued journey. Ibrahimu akaona mlima. And Na wakati walipofika hapo, Ibrahimu akamwambia Isaka, and Abraham told ndiyo hapa Isaac, sasa. and it is the place. Akapanda madhabahu, And he prepared the akamfunga house, mwanawe kamba, and he tied his akamtia son, juu ya and he madhabahu. put him on Wakati the, alipoinua and mkono, whenever he Bwana lifted asifiwe his sana, son, ndipo akasikia and sauti that is the ya time he kuwa heard kwa the voice. kweli unanipenda. And he said that now Na I ndipo know you love me. akaona mwana kondoo. Bwana asifiwe. Yeah, and that is the time he Unaona said, hizo hatua, and you see those steps. unaona hiyo hatua You see those steps. ilikuwa katika kutii, And it was about na sababu obedience. Ibrahimu alitii Because Abraham obeyed, zile zote hatua and all those ya steps, siku ya kwanza hapo na mwana kondoo, and the first day he siku ya didn't pili see, hapo na and mwana the second kondoo, day he didn't see the siku ya lamb, tatu hapo na mwana and the kondoo, third day he na didn't see the safari lamb. iliendelea. Wako njiani, mtoto anamuuliza hapo na mwana kondoo, Yes, and the journey continued, and then hadi hatua ya mwisho until the ya last kisu step, inakuwa and juu, when the knife was na up, ndipo sasa and that's the time, akaona muujiza. and Bwana then he asifiwe saw the sana. miracle. Kwa Praise the hiyo Lord. Mkristo, nataka nikwambie And for that reason, Christian, I would like to tufuate tell you, maelekezo ya Mungu, yeah, let us follow the direction of God. na haiji sababu ya tafsiri ya maneno It's yetu, not coming, it is because of our understanding. bali Biblia inasema But hivi, the Bible says, chanzo cha imani and the beginning ni of kusikia it is listening, na kusikia neno la Mungu. and Bwana listening asifiwe the word sana. of God. Sema amen. Praise the Lord. Kwa hiyo imani, For that reason, faith, fuata tu follow only maelekezo, the direction, maelekezo ya Mungu. the directives of God. Marko sura ya pili Mark, second chapter of Mark, inatueleza kuhusu habari and it's telling us about the story ya mtu mwenye kupooza, and the one who was almost decomposing. na ilikuwa wakati Yesu anaingia Kapernaum. And it is the time that Jesus was Biblia taken to Biblia Capernaum. inasema hivi, And the Bible says this. wakati alikuwa chumbani, Whenever he was umati in the wa room, watu, there was a lot of people, chumba kilikuwa kinajaa and the room was hadi full. hakukuwa nafasi ya kuingia, And that he didn't have even na wale place to wenye enter. walikuwa wanabeba mtu mwenye kupooza, And those people who were bringing the decomposing person, na wakaanza kujiuliza, and they started asking themselves, tutaingiaje? how will we get in? Na ndipo wakapanda juu ya dari And that's the time that they went into the roof, na wakashusha and they lowered, godoro mahali penye Yesu alipokuwa, they lowered those, what they call, mattress. yeah, the mattress
down where Jesus Na was. wakati waliposhusha godoro, When they lowered the mattress down, Biblia inatuambia and the hivi. Bible tells us this, Yesu wakati alipoona imani yao, and when Jesus saw their faith, wakati alipoona imani yao, when Jesus saw their faith, na akaangalia mtu mwenye kupooza, and he saw that man, akasema hivi, and he said this, umesamehewa dhambi. you have been Bwana forgiven. asifiwe sana. Praise the Lord. Umesamehewa You have dhambi. been forgiven. Yesu hakuanza kuponya mgonjwa, And Jesus didn't start lakini healing. alianza kutamka, And he started pronouncing, umesamehewa you dhambi. have been forgiven. Sema amen. Say amen. Kwa hiyo Yesu For that reason, wakati anapojua imani yetu, whenever he knows our faith, anatupatia zaidi ya yale yenye tutarajia. yeah, and he's giving us on top of what we could have expected. Sababu uponyaji ulikuja, Because healing came, ilikuja baada ya kusamehewa yeah, dhambi. it came after forgiving. Kwa hiyo Mkristo, nataka For unikutie that moyo, reason, I would like to encourage you. unapoenda mkaribia And Yesu, whenever you are approaching Jesus, tarajia be ready kuwa Mungu atakutendea that God is going to do something zaidi ya yale yenye more than what ulikuwa unatarajia. you are expecting. Yule mwenye alikuwa anapooza, And the one who was sababu ya imani yake, because of his faith, ilifanya connection yeye na Mungu, yeah, it connected him and God. na sio tu yeye peke yake. And it's not only he himself. Pia Yesu alisema And yet, aliona imani yao, and he said that he saw their na faith. pia wandugu zake nao walifaidika kupitia And uponyaji wake. even his brother also benefited from his deliverance. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Kwa hiyo unaposimama mbele ya Yesu, For that reason, whenever you are standing in front simama of pamoja na Jesus, familia yako, yeah, you stand along with your family. simama pamoja na watoto Yeah, I wako, stand along with your simama children. pamoja na mali yako, Yeah, I stand sababu along with Yesu all your atakupatia belongings. hata protection ya maisha Yeah, yako. because God's gonna give you the protection even for your life. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord. Sema amen. Say amen. Ya tatu, The third, ujasiri. it's gonna be courage. Ujasiri Courage. au juhudi. Of courage. Wakati Yoshua And the time Joshua, alipokuwa anaongoza taifa wana wa whenever Israeli, he was leading the nation of Israel, Biblia inasema the hivi, Bible says this, walikuwa wametia kambi and they come somewhere, upande wa pili wa Yordani, and on the second side of Jordan, lakini sababu because Yoshua alijua uhakika and because Joshua knew the truth, kuwa nchi ya ahadi it's that the promised land imepewa taifa ya wana wa that Israeli. was given to the nation of Na Israel. ndiyo Biblia inasema hivi, For that reason, the Bible says this: nasema usiogope, don't be afraid. usiogope, Don't be afraid. nendeni mkaiteke mji wa ahadi. Yeah, go capture the country of promise. Na ndiyo sababu walianza safari, And because they started the journey, wakavuka ng'ambo ya pili ya Yordani, and they part on the second na side of nchi Jordan, waliopambana nayo and the country that they fought against, ilikuwa Yeriko. and it was Jericho. Na sababu walipambana na Yeriko, Because they fought against Mungu Jericho, aliwaambia hivi, and God told them, mtakapofika whenever hapo you reach there, msiogope kuta, don't be afraid of the war. msiogope sifa ya jeshi, And don't be afraid of the honor of the army. msiogope umati wa watu, Don't be afraid of the numerous people. bali nyinyi mzunguke tu. Just your job is to Wakati surround. mtakapozunguka, Whenever you surround that, mzunguke siku saba, and you surround it for na 7 siku ya days, saba and on the 7 days, mtazunguka mara saba, and you will na turn around 7 baadaye times after that, mtapiga and kelele, then you will make na noise. zile kelele ndizo zilizoangusha kuta. And those noise are the one who Bwana asifiwe destroyed the sana. world. Praise the Ilikuwa Lord. tu hatua ya kuamka Yeah, it was just the step of waking up. na kufanya yale yenye Mungu amesema. And just to do what God has Haikukuwa instructed them. kutafakari, And it was not about thinking, lakini but imani hapa and faith inayoleta ujasiri and that brings courage. inathibitisha It's yule unayeamini, yes, it really concretizes what you are believing. yile unayoamini That you
what you are believing. Ni conviction. It is your conviction. Sababu Mungu aliwaahidi ushindi. And because God promised them victory. Na ushindi and victory hautakuja sababu unakaa chini. Yeah, it won't come when you are standing. Lakini ushindi unakuja but the victory comes wakati unapochukua hatua. Yeah, whenever you take a step. Bwana asifiwe sana. Na wewe ukichukua hatua, and when you take a step, chukua hatua sasa and you take a step ya kiroho, spiritual, yenye unajua Mungu anataka nini, and knowing what God wants. Sababu Mungu hakutaka wao wakae upande wa pili ya Yordani. Yeah, because God didn't want you to pass into the second side of Jordan. Bali Mungu anataka wao, and God wants them waende to go waishi katika nchi yao ya ahadi, and to go and live in the promised land. Bwana asifiwe sana. Mkristo, Christian, nataka nikwambie, I would like to tell you kuwa imani that faith ina vitu vitatu. There has three things. Ya kwanza, the first, kusubiri. It is waiting. Ya pili, and the second, kutii. Is obedience. Na ya tatu, and the third, ni ujasiri. It is courage. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sasa, now, utaenda kusoma Habakuki. And you will go read the book of Habakkuk. Habakkuk. Sura ya pili. Chapter 2. Sura ya pili na mstari wa 4. And second book of Habakkuk, verse 4. I read the word of God. Tutasoma mkiingereza, baadaye tutasoma mkiswahili. He is puffed up, his desires are not upright, but the righteous will live by his faith. Amen. Tusomee kama uko tayari, tusomee. Please read for us if you are ready, please. Yes. Maandiko yanasema hivi. Tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Amen. Amen. Mwenye haki, the righteous, ataishi, will live kwa imani, by faith. Hapa ndio swali. And here is the question. Unaweza kuwa na kutii, and you might have obedience. Unaweza kuwa na subira, and you might have pengine unaweza kuwa na juhudi, and maybe you will have also courage. Lakini Biblia inasema, but the Bible says this, mwenye haki, and the righteous, ataishi kwa imani, will live by faith. Neno hapa, and hear the word, ni haki. It is faith. Ni haki. It is faith. Mara kwa mara, most of the time, mimi nashangaa, I am really astonished. Ukiona swala inahusu Pastor Lupande, and whenever you see a question about Pastor Lupande, swala ile inaanza kuatake Pastor Polido, and that question will start attacking Pastor Polido, inaatake Mama Leila, and it's going to attack Mama Leila, swala ile and the same question, inaatake Mama Atambo, and will attack Mama Atambo, swala ile and the same question, inaatake Mama Nela, and it's going to attack swala ile that's the question, inaatake Papa Felix, and it's going to attack Papa Felix. Wakiisha fata kila mtu, and whenever they follow each one, baadaye wanakuja kanisa, and after that they come over to church. Huwa najiuliza, and most of the time I ask, msingi wa haki yako, and where is the foundation au of your msingi faith? wa haki yangu, or the foundation of my faith? Unasimama wapi? Where are you standing? Ukiwa na shida na Pastor Lupande, if you have a problem with Pastor Lupande, fuata Pastor Lupande. You follow Pastor Lupande. Haihusu wa Kristo. And it's not about the Christians. Ukiwa na swali na Mama Georgina, if you have a question about Mama Georgina, Georgina, Mama Georgina sio swala ya kanisa. It is not about the church. Ikiwa swala ya kanisa, if it is about the church, fuata mchungaji, you follow the pastor, ili utengeneze, so that you can arrange. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mwenye haki, the righteous, ataishi kwa imani, will live by faith. Sema amen. Say amen. Jiulize sasa. Ask yourself now. Uko mwenye haki? Are you righteous?
Kitabu cha Habakuki. And the book of Habakkuk. Nabii Habakuki. And the prophet Habakkuk. Yeye hakutabiri. And he didn't prophesy. Kwa taifa ya wana wa Israeli. To the nation of Israel. Wala hakutabiri kwa mfalme. And he didn't prophesy to the Yeye alikuwa na mazungumzo na Mungu. Yeah, he had talking with God. Na ndiyo sababu Mkristo nataka nikuhimize. And for that reason, ukiwa na shida, if you have a problem, wewe ingia katika deba na Mungu wako. and you have to start the debate between you and God. Na kama una maneno, if you have words, ikiwa una maneno, if you have words, ya kushawishi Mungu, and to advise God, chukua ile na nafasi wewe na Mungu wako. yeah, take that place and then you and God. Usilete, don't bring it, shida, the problem, ukiwa na shida na Mungu, if you have a problem with God, kisha unaanza, and now you start, ukamata lawama unamtwika mtu mwingine. and then you take all the blame, and wewe tengeneza maisha yako na Mungu. and avenge your life. Sababu sisi wote hapa, because all of us here, kila mtu, each one, Mungu ametia ahadi juu yake. God has put a promise. Na hatua ya maisha yetu ya Kikristo inaambatana na vitu vitatu. Kuna wakati wa kusubiri, kuna wakati wa kutii, na kuna wakati pia wa ujasiri. Lakini sisi wote tunasikia neno la Mungu, sababu katika kusikia Mungu ataniambia uko hapa, and you will tell me that chukua hatua wende hapa, and take a step and go this. Bwana asifiwe. Na ile hatua mimi sitakuchukulia, and that step, sababu mimi pia nina mizigo yangu, and because myself I have my own burden. Naweza kukuelekeza kwa neno la Mungu, yes, I will just direct you to the word of God. Lakini mimi sitachukua mizigo yako kwenye mabega yangu. Yes, I will not take your burden on my shoulder. Na njia ya msahada and ni wewe kuwa mwenye haki. You must be righteous. Bwana asifiwe sana. Miaka 12 20 years. Habakuki eko na deba na Mungu. Yeah, Habakkuk was debating with God. Na ukitaka ushindi wa deba, and if you jaribu kuwa deba na Mungu, usiwe na deba na mwenzako. Sababu hapa Habakuki alimwambia Mungu, taifa ya wana wa Israeli ni taifa takatifu. Taifa ya wana wa Israeli ni wewe uliyewachagua. Taifa ya wana wa Israeli umewatoa Misri. Took them away from Egypt. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sema amen. Nataka nikupe hadithi kidogo. I would like to give you a news. Wakati the moment Julius Nyerere, Julius Nyerere, the president of Tanzania, anaomba uhuru Tanzania, when he was asking for freedom, alisema neno hili. He said this. Alisema wakati tutapata uhuru, the time we will get independence, wakati tutapata uhuru, the time we will get freedom, yeyote anayekuwa katika nchi ya Tanzania, anyone who will be in the country, moja kwa moja atakuwa raia wa Tanzania. He will be a Tanzanian. Moja kwa moja. All at once. Na ndiyo sababu Wabembe wenye kuwa Kigoma, wale waliotaka uraia, and those who needed the citizenship, wakati walipotangaza uhuru, moja kwa moja walikuwa wa Tanzania. They became Tanzanians. Warundi waliokuwa Kigoma, the Burundians siku hiyo waliotangaza uhuru, and that time when they proclaimed, moja kwa moja all at once, walikuwa raia wa Tanzania. They became Tanzanian as well. Na ukiangalia Sumbawanga, wale Wakabwa nao, moja kwa moja all of them walikuwa raia. Lakini ujiulize swali, taifa ya wana wa Israeli miaka 430 wako Misri, na kwa nini hawakuomba uraia? And why they didn't ask for citizenship? Kwa nini hawakuomba uraia? Sababu Mungu alijua nchi yao sio Misri. Yeah, because God knew that their country was nchi yao ilikuwa nchi ya Kanaani. Yeah, the country was the... Bwana asifiwe sana. Na ndio hatua yao ilikuwa walijua anaowapeleka kule ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana nipenda
uraia wa Misri. And if they wanted Lakini hawakutaka. but they didn't Na want it. mimi na wewe sasa And you and me hatupendi now, uraia wa hapa and we sababu don't tunajua want kwetu ni it mbinguni. because we know that Bwana ours is asifiwe sana. heaven. Lakini utakuta sasa But you will find now, katika imani yetu in our faith, wengi wanachoka. and many people Upendo are umepungua. love Tunaanza is down. tukanana sisi kwa And they sisi. start arguing Sasa between imani themselves. yako ukitia juu yangu And so your faith is the utafadhaika, and you will hautaenda be mbinguni na satisfied. You will kuishia, not go to bali shikilia and Mungu wako naye mwamini, Yeah, cling on God na yule and ndiye not the atakaye devil. kufikisha. And the one who will make you arrive. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sema amen. Say amen. Na ndiyo Habakuki alimwambia That's Mungu, why Habakkuk told asema God, miaka 20 20 years. anapambana na Mungu katika I deba. was debating with Anamwambia God. Mungu, He told hawa ni God, watu wako, and these are your umewatoa people. Misri, You took them away from unawafikisha Egypt. hapa. And you brought them here. Kwa nini unataka kuangamiza? And why you want to make them suffer? Sema amen. Pray, say amen. Sema amen. Say amen. Ukiwa mwenye haki, If you are righteous, ukivaa mawani ya imani, and if you wear all these Sababu- faith on you, utaona big picture. and you will see a greater image. Mungu anataka nini What kwako? God wants Na from you. Mungu hataki sisi And God wants us, tupate uraia wa Misri. yeah, so that we don't get Hapa chini citizenship. ya jua sio kwetu. And here on earth, Sema it is amen. ours. Say amen. Kitabu cha wokovu, And kuna the wimbo book of moja Revelation, unasema and hivi. there's one song says, Wimbo nafikiri namba 70. I think it is number Inasema 70. huko mbinguni There in heaven, kuna mchi, there is a na ule country, mchi and that country, unajengwa naye Mungu. Bwana yeah, it has asifiwe. been built by Sasa wanani God. wataenda kuishi katika And mji huu? who are going to live over there? Na kuuliza Mkristo, wanani watakaoishi katika mji Who huu? are going to live over there? Ni sisi And lakini it's inasema hivi And baadaye, it says after that, ikiwa sisi if we hatufichi dhambi zetu, and we don't Bwana asifiwe, get away from na sin, tunaamini Yesu Kristo, and we na ndiyo believe in God, tutaenda and tukaishi that's mji why we will huo, go there and live in sababu that huko place. hakuna njaa. And because there is no hunger. Bwana asifiwe Praise sana. the Lord. Sema amen. Say amen. Ikiwa hatufichi dhambi, If we don't cover maisha our sin, yetu sisi wa Kristo our life as inakuwa Christians, kulumbana lumbana. and it is just fighting. Kwa nini sasa kulumbana? Why? Na ndiyo Habakuki analeta picha, That's why Habakkuk brought that image. anapambana na Mungu, And he debated with God, anamwambia Mungu, and he told God, asema taifa lako Israeli, and your nation Israel, taifa teule, and it is a chosen nation. taifa wewe umewaleta katika nchi ya ahadi, And it's the nation that you brought in the promised land. lakini kwa nini unataka kuangamiza? And why you want to persecute them? Kwa nini unataka kuangamiza? Why do you want to make them suffer? Akamwambia Mungu, And he told God, hukumu yako ni kali sana, yes, and your punishment is too severe. hukumu yako ni kali sana. Your punishment is too Na severe. Mungu akamwambia Habakuki, And God told Habakkuk, wewe hauelewi, you don't understand. hauoni, You don't see. macho yako And hayaoni. your eyes don't see. Mimi siangamizi kila mtu, I am not punishing mimi everyone. naangamiza dhambi. Bwana I asifiwe. am punishing Mimi sin. naangamiza I dhambi. am punishing sin. Ikiwa kuna watu wenye haki And if na they are wanaong'ang'ania imani And those who are yako, clinging on the faith, wale ndio watakaoona. Bwana yeah, those asifiwe. will be saved. Praise the Bwana Lord. asifiwe. Praise the Lord. Na sababu Mungu alikuwa ameandaa taifa, Because God has created taifa the ya nation, Babeli, and the nation of Babel, na taifa ya Babeli and the nation of ni Babel, taifa yenye haina huruma. and that nation has no pity. Wakivamia nchi, And if they take over wao the country, wanateketeza kabisa. they dismantle everything. Hawaachi kitu chochote kenye kuwa hai. They don't leave anything alive. Wanaua wanadamu, And they kill wanaua them. hata mifugo, They even hata kill miti animals. yenye kuwa hai wanakata. And even the trees, they cut Na them ndiyo down. sababu Habakuki anamlilia And Mungu, that's why Habakkuk was crying. na ndiyo Mungu anamwambia, And that's why ikiwa kuna wale wenye and haki, if there are some of them ikiwa righteous, kuna wale wenye and haki, if there are those who are na righteous, ndiyo wale wataishi kwa imani. and Bwana those who will be asifiwe. living by Na faith, ndiyo sababu hukumu
ya Mungu inapokuja, Yeah, because when the punishment of wewe God is mwenye coming, kufunikwa na damu ya Yesu and Kristo, those will be covered by the blood of Jesus, unajua wewe umepona, and you know that you uko are katika innocent. security. Oh, you are insecure. Sababu Mungu, Because God, shabaha ya Mungu, and the plan of God, yeye ni kuokoa. it is to save you. Lakini sababu ya roho yetu kuwa migumu, And because of our heart is so ndiyo hard, sababu tunaasi Mungu. and that's why we are abandoning Na God. nataka nikuhimize I Mkristo, like to encourage tafuta you. maisha yenye haki Seek a life full of righteousness, na utaishi kwa imani. and you will live by faith. Na ndiyo sababu kuishi kwa imani Because living by ni faith, ikiwa watu wengi wanafanya dhambi and if na wewe peke everybody yako uko mwenye against you, imani, and if you are the wewe only utakuwa one umepona. who Bwana has faith, you asifiwe. are the only one who will be saved. Sema amen. Say amen. Na ndiyo Habakuki anamwambia Mungu, That's when Habakkuk told God, asema haya makabila yakija, and if those tribes are coming, watateketeza taifa lote, and they will destroy na everyone, wanani watakaosalia, and who will be remaining, na wanani watakaosalia. and who will be remaining. Na ndiyo Mungu akamwambia, And that's when God told wenye haki the righteous, wataishi kwa they imani. will live by faith. Kristo, nataka nikwambie, Christian, I would like to ikiwa tell you, wewe if you unang'ang'ania Yesu wako, are clinging on your Jesus, atakushika and you mkono will hold your na hand, hadi atakufikisha mbinguni. and Bwana after when asifiwe. you Sema will amen. take your Lakini shika mkono wa mwanadamu, and if you hold the hand of Jesus, hautafika kamwe. you won't arrive anywhere. Kumbuka wakati wa Pasaka, And remember wakati the wana wa time of Israeli wako Egypt. katika nchi ya Misri, And when the Mungu children of aliwaambia Israel were in hivi, Egypt, God told him, mchukue damu mutie kwenye miimo ya milango. and he told them, take the Na blood and then put it on the top of the head. wakati malaika wa hukumu And atakapopita, whenever the angel of nyinyi death will come, mtakuwa katika security, and you will be in security. lakini Misri kutakuwa kilio. And in the other side of Lakini Egypt wengi will wetu be- hapa and many of us, wanataka wende sasa watoke nje. Yeah, they will Nasema not go nataka out. mimi niko na huruma na wa Misri. yes, Nasema I niende have niangalie been out wanakufaje. with Egyptian. Let me go out. Mkristo, Christian, wewe ndio utaenda kuokoa wale. and are you going to save them? Biblia inatuambia The hivi, Bible tells us this. wale waliokuwa ndani And those who are inside, walikuwa wamepona, yeah, they were saved. na ndio wale And those, walioanza safari na Mungu and there are those who start the hatua ya journey with kwanza. God. This is the first step. hawajui wanaenda wapi, And they don't know where they're lakini going. Mungu But God, alikuwa anawaandalia and God was nguzo la preparing mbingu them. na la moto Yeah, you will litakao with waongoza a pillar of wakisimama. fire. And whenever there's na hata nguzo la mbingu na la moto linasimama. and whenever Na the Biblia pillar inasema stops, stop. aliwaongoza katika usiku na mchana. And the Bible says Bwana that he led asifiwe them sana. day and Na night. wewe Praise the ukiamini Lord. Yesu And Kristo, if you believe na ndipo Jesus Christ, panakuwa imani yako. and that is where the faith Ng'ang'ania will sababu Yesu wako Yeah, cling hata on kuangusha Jesus, siku because moja Jesus will not let alitoa you down. maisha And he yake gave his kwa life ajili yako na for kwa you ajili and yangu, for me. na siku moja And atakufikisha. one Bwana day he will asifiwe reach you sana. there. Mkristo, Christian, tutafute maisha, let's seek righteous life. tuache vitu vya kusema sema, And let's abandon gossiping tafuta backbiting. maisha ya haki, and seek the righteous na life. Mungu anapendezwa na wale wenye wanaishi katika haki, And though God is pleased by those who are living in ndio righteousness, wale wanaomwamini. and those who believe. Tutaangalia andiko la mwisho, And we will see the last scripture. Injili ya Yohana, The book of John, Injili ya Yohana 3:36 inasema, amwaminie mwana yuna uzima wa milele. and the one who lives in the Son will have Yohana everlasting. 3:36 This is the national anthem for every Christian. amwaminie mwana The one who believes yuna uzima wa milele. the Son will have, Asiyemwamini mwana and the one who doesn't believe hataona uzima, will not see life. bali ghadhabu ya Mungu But the punishment of God itamkalia. will be upon you. Kristo, Christian,
Injili ya Yohana 3:36. The book of John 3. Amwaminie Mwana. John 3. 36. 36. Okay. 3:36. Biblia inasema amwaminie Mwana. The Bible says, yuna uzima wa milele. Whoever believes in the Son has eternal life. Ikiwa haumwamini, but whoever rejects hataona uzima, will not see life. bali ghadhabu ya Mungu, for God's anger itamkabili. remains on him. Kristo, Christian, amini Yesu Kristo, believe Jesus Christ, na utaona uzima wa milele. and you will see everlasting life. Uzima wa milele. You will see everlasting life. Uzima wa milele. Everlasting life. Hautoki kwa mwanadamu yoyote. It doesn't come from. Unadhibitisha. Yeah, it concretizes. Jinsi Mungu anavyokupenda wewe akakutafuta wewe na mimi. Yeah, the way God loves you, He will seek you and me. Kwa hiyo Mkristo, for that reason, siku ya leo, tonight, geukie Yesu. Turn to Jesus. Hakuna dawa ingine. There is no any other medication. Yesu. Turn to Jesus. Ndiye mwanzilishi wa imani yetu. And He the beginner of our faith, and also He is the end. Na akianza hatua na wewe. And if He start the journey with you, na atakufikisha. And He's gonna make sure that you reach. Ili so pate uzima wa milele. So that you can have eternal life. Kuna wakati wa kusubiri. And there is a time to wait. Kuna wakati wa kutii. And there is a time to obey. Sikiliza tu mapenzi ya Mungu. Yeah, just follow the will of God. Huko point A. And there is a point A. Na Mungu anataka uwe ku point B. And God wants you to be on point B. Na siye mwanadamu atakufikisha ku point B. And there is no human who will reach. Ile Mungu wako aliyekuambia. And only God. Hatua ya kwanza. Who told you the first step. Na hadi hatua ya mwisho. Until the last step. Wewe. You. Na mimi. And me. Tuwe wenye haki. And let's be righteous. Na hapo